Marekani inadaiwa kwamba imehamisha baadhi ya ndege na meli kutoka katika kambi ya Mashariki ya Kati ambazo zinaweza kuwa hatarini kwa mashambulizi yoyote ya Iran. Maafisa wawili wa Marekani walisema siku ya Jumatano. Hatua hizo zimekuja huku Rais Donald Trump akiufanya ulimwengu kukisia iwapo Marekani itajiunga na Israel katika mashambulizi ya nyuklia na makombora ya Iran, huku wakazi wakiuambia mji mkuu wake katika siku ya 6 ya shambulizi hilo. Maafisa wa Marekani wamejiandaa kwa uwezekano wa makombora kutoka nchini Iran katika siku zijazo. Hii ni kwa mujibu wa Bloomberg News ambayo imeripoti siku ya Jumatano ikitoa mfano wa watu wanaofahamu suala hilo. Marekani sasa, kutokana na kwamba haitaki hasara kubwa, imeamua kuondoa baadhi ya silaha zake katika maeneo ya ngome za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mmoja wa maafisa wamesema ndege ambazo hazikuwa kwenye makazi magumu zilihamishwa kutoka kituo cha Al Udeid na meli za wanamaji zilihamishwa kutoka bandari ya Bahrain ambapo meli ya 5 ya jeshi ipo huko. Sio jambo la kawaida, afisa huyu aliongeza. Ulinzi wa nguvu ndio kipaumbele. Reuters ilikuwa ya kwanza kuripoti wiki hii kuhamishwa kwa idadi kubwa ya ndege za mafuta kwenda Ulaya na mali zingine za kijeshi hadi Mashariki ya Kati, pamoja na kutumwa kwa ndege zaidi za kivita. Meli ya kubeba ndege katika eneo la Indo-Pacific pia inaelekea Mashariki ya Kati. Israel ilianzisha vita vya anga siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita baada ya kusema kuwa ilikuwa imehitimisha kuwa Iran iko mbioni kutengeneza silaha za nyuklia. Iran inakanusha kutafuta silaha za nyuklia. Iran imeieleza Washington kwamba itajibu kwa uthabiti Marekani ikiwa Marekani itahusika moja kwa moja katika kampeni ya kijeshi ya Israel. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva alisema siku ya Jumatano kamwe hawatakubali kufanyiwa mashambulizi na Israel ambayo yanaungwa mkono na Marekani, wakati huo huo Marekani ikiwa mshirika wa karibu wa Iran ambayo wakati huu inashiriki kikamilifu katika kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, na wakati huu Iran ikiendelea na mashambulizi dhidi ya Wayahudi wa Israel, inapanga pia kufanya mashambulizi hayo dhidi ya ngome za kijeshi za Marekani, na ndio maana Marekani sasa inaamua kuhamisha baadhi ya silaha zake ikihofia hasara ambayo inaweza ikawakumba. Ripoti hiyo ikiwanukuu watu hao ilibainisha kuwa hali bado inaendelea na inaweza kubadilika. Baadhi ya watu, kulingana na gazeti la Bloomberg, walionyesha mipango inayowezekana ya makombora ndani ya weekend katika wiki hii. Akizungumza na wanahabari mapema Jumatano nje ya ikulu ya White House, Donald Trump alikataa kusema ikiwa alikuwa amefanya maamuzi kuhusu kujiunga na kampeni ya Israel, akisema ninaweza kuifanya, labda nisifanye, kwa maana hana uhakika, kwa maana anaweza kaingia ama la. Ninamaanisha hakuna mtu anayejua nitafanya nini, alisema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump akizungumza na waandishi wa habari. Balozi wa Marekani nchini Qatar umetoa tahadhari siku ya leo Alhamisi kuwazuia kwa muda wafanyakazi wake katika kambi ya anga ya Al Udeid, kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika Mashariki ya Kati ambacho kiko katika jangwa nje ya Doha. Ubalozi huo uliwaambia wafanyakazi na raia wa Marekani nchini Qatar kuongeza umakini katika tahadhari nyingi na kwa kuzingatia uhasama unaoendelea wa ukanda. Maafisa hao wawili wa Marekani ambao hawakutaka kutajwa majina yao walisema hatua hiyo ya ndege na meli ni sehemu ya mipango ya kulinda majeshi ya Marekani, lakini hawakutaka kusema ni ngapi zimehamishwa na zimepelekwa wapi, licha ya baadhi ya tetesi kueleza kwamba baadhi ya meli zinahamishwa kupelekwa katika mataifa ya Ulaya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, sisi kazi yetu ni kukujuza kile ambacho kinaendelea katika ulimwengu kupitia vyanzo mbalimbali vya habari. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.